ni wanasihi sana viongozi wa dini, ni kwamba tunakoelekea tutakuja kutengeneza tatizo kubwa ambalo tatizo hili hatutoweza tena kuja kukaa pamoja na kuliconcile, kwa sababu madhara ya kuingia katika malumbano ya kidini na vita vya kidini ni mabaya zaidi kuliko masuala mazima ya kisiasa. Kwanza tukiri na tukubali kwamba kuna vitu ambavyo vimetokea vimekwenda wrong, lakini mwisho wa siku panapotokea matatizo katika nchi ni nini, tufanye nini? Kikubwa zaidi ni kuweza kukaa na kuzungumza. Hakuna pahala popote mnapoweza kufikia katika mwafaka bila ya mazungumzo, haiwezekani. Tanzania pametokea matatizo hayo, lakini hayajafikia uzito wa Palestina. Waisraeli na Wapalestina wameuana malaki na mamilioni, lakini at the end of the day tumeona takriban kama miezi miwili nyuma wamekaa wakazungumza, wakasitisha mapigano. Baada ya kusitisha mapigano, kila upande ukaelezea kile ambacho unachokihitaji. Hao wengine wakapewa wafungwa wao, hao wengine wakapewa miili yao, watu wakapumzika. Lakini kilichofanya mpaka kuweza kusitisha yale ni kusitisha yale mapigano na kukaa katika mazungumzo. Kwa hiyo mimi naendelea kusisitiza kwamba ili tufike katika yale ambayo tunayohitaji, tunahitaji kuweza kukaa kama taifa la Watanzania kuweza kuzungumza. Na sana viongozi wa dini tuondoke katika mfumo wa kuyahusisha masuala haya 100% na masuala mazima ya kidini. Mtashangaa kumuona kiongozi wa dini anakaa anazungumza, anasema tunaona kwamba kwa sababu kuna upande fulani wamekufa sana, kwa hiyo sasa hivi wanasisitiza na upande mwingine nao pia waweze kushiriki katika maandamano ili na wao wakafe. Haya si maneno mazuri kwa wakati huu tuliokuwa nao. Tunahitaji kuliunganisha taifa hili. Leo mathalan tumetoka kwenye kisiasa tukaingia katika vita ya kidini. Mimi mke wangu alikuwa ni Mkristo, mama mke wangu ni Mkristo, baba mke wangu ni Mkristo, na shemeji zangu wote wanaume 100% ni Wakristo. Lakini pia sisi tuna majumba. Katika majumba hayo sisi Waislamu tumepangisha Wakristo, na yako majumba mengine ya Wakristo mpanga Waislamu. Ndio tunaishi hivyo. Lakini utamaduni wetu sisi katika kuondoa matatizo kimsingi, mara nyingi sana matatizo yetu huwa tunayaondoa kwa mazungumzo. Hatuwezi kuondoa matatizo kwa kusababisha matatizo mengine. Sasa tukiwa kama taifa tunahitaji kulijenga taifa na tunahitaji kujenga umoja wa Kitanzania. Tunahitaji viongozi wa dini tuliingilie kati swala hili, tuwakamu watu wetu, kwa sababu kimsingi ni kwamba waliokufa wamekufa. Hakuna namna nyingine yote ya kuweza kuwarejesha isipokuwa tunatoa ushauri wetu kwa serikali. Kwanza ni kuweza kuwa comfort watu. Mheshimiwa Rais amesema kwamba amefungua mkono kwa ajili ya mazungumzo. Hebu tutumieni nafasi hii. Kuna maneno yanasemwa kwamba wamezoea watu. Kila tunavyokuja kuita katika vikao, tukikaa katika mazungumzo, baadaye wanakuwa hawatekelezi. Lakini tujiulize, situation ya hayo mazungumzo ilishawahi kutokea kwa mfano wa haya tuliokuwa nayo? Tumefika katika kipindi kigumu